Eh, watu wangu tena leo niko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha mambo ya kitambo bana. Na sasa leo tena tunazungumzia sasa, we are specifically talking about Western region. Tunazungumzia sana kuhusu kule upande wa Western. Unajua kule upande wa Western kitambo kuna kazi maalum ambazo hauko unastahili kuita watu wakuja wakusaidie kufanya hizo kazi bana. Yaani wewe ukianza tu hiyo kazi wewe baadaye utaona tu watu wakiwa wamejaa hapo kwanza kukusaidia. Na kuna pia zile kazi ambazo wewe ukifanya utafanya tu peke yako, hakuna mtu atakuja kukusaidia. Na kazi ambazo watu walikuwa wanakuja kukusaidia ni kama kazi kama kupanda miwa. Ukiwa na shamba yako mmeletewa mbegu ya kupanda miwa, wewe ukiwa unapanda miwa usijali, watu watakukuta tuko mbele bwana. Na utapata watu wakiwa wamejaa hapo, tena wanakuja asubuhi na mapema bwana, wanakuja kukusaidia kupanda miwa. Unajua anakusaidia kupanda miwa kwa sababu gani? Kwa sababu mkipanda miwa, wanga mnapanda miwa mkiitafuna, yani mkikula hiyo miwa bwana. Ndio maana watu wanakuja kukusaidia. Na pia hizo nyakati wakati tunapanda miwa, unajua ukiwa unapanda miwa kuna zile sehemu ama kuna sehemu fulani ambayo ulikuwa unagawia mtu ili akuje apande mbegu zake kama mahindi ama maharagwe ama njugu, unaona? So mtu anakujanga kukusaidia miwa, kupanda miwa kwa sababu anajua atapewa sehemu ya kupanda vitu kama hizo bana. Haya, pia kuna kazi nyingine ambayo ukianzisha tu hivi watu wanakuja tu kukusaidia kuifanya hiyo kazi. Kuna kazi kama kuvuna njugu. Kazi kama kuvuna njugu. Wewe ukianza tu kuvuna njugu, usijali, baadaye utapata tu watu wakiwa wamejaa hapo wanakusaidia kuvuna njugu. Unajua kuvuna njugu watu wanakusaidia kwa sababu gani? Kwa sababu njugu, mkivuna njugu, wanga mnavuna njugu mkizikula hata zikiwa mbichi. Watu wanakuja kukusaidia kwa sababu wanajua watavuna njugu wakiwa nazikula bana. Na unajua njugu mbichi zinakuanga tamu sana. Kwa sababu sasa hii ndio ilikuwa inafanya watu wakuja kusaidia kuvuna njugu. Na pia wanajua after kuvuna hizo njugu kuna zile ambazo utawagawia kidogo waende wajipikie makwao. So hiyo ni kazi mojawapo ya zile kazi ambazo wewe ukianzisha tu hivi kuifanya utapata tu watu wanakuja kukusaidia bana. Pia kuna kazi nyingine ambayo kule Western ukianzisha tu hivi watu wanakuja kukusaidia. Kazi kama kuvuna mahindi. Ukiwa unavuna mahindi, wewe vuna tu, watu watakuja kukupata huko mbele wakuja kusaidia bana. Hapo hawakuitishangi pesa. Au kwanga na kuitisha pesa tu walipe bana mshahara, hapana. Wewe ukianzisha tu kuvuna mahindi, wewe subiri, watu wanakuja tu kukusaidia. Wanakusaidia kuvuna mahindi kwa sababu gani? Najua mkiwa mnavuna mahindi, hizo nyakati mahindi, unajua mashamba yalikuwa makubwa. So uweze vuna peke yako. So watu walikuwa wanakuja kukusaidia kwa sababu mkiwa mnavuna mahindi, mtaasha moto kwenye hilo shamba. Na moto ni wa kuchoma mahindi. So mnavuna mkichoma mkikula. Hiyo ndio ilikuwa inafurahisha watu wanakuja kwa wingi kukusaidia kuvuna mahindi. So yani kazi yenu ni kuvuna mahindi, mmeasha pale moto, mnachoma mkikula. Na pia mkishamaliza kuvuna mahindi, wanajua kwamba utawagawia kidogo waende wajipikie makwao. Kwa hivyo hiyo pia ni kazi mojawapo ya zile kazi ambazo ukianzisha tu hivi kuifanya, watu utakuta wamerundukana kwako wanakusaidia kufanya. Pia kuna kazi nyingine ambayo watu walikuwa wanakuja kukusaidia hizo nyakati za kitambo. Kazi kama ukiwa unaboma nyumba, tuseme ni kujenga, ulijenga, sasa ni ile kuboma ile ya mara ya kwanza. Najua kuna pia kuboma tofauti. So ile kuboma ya kwanza ukiwa unajenga nyumba mara yako ya kwanza so ukiwa unaboma nyumba, wewe endelea tu, watu watakuja kukupata huko mbele bana. Utapata wale wamejitolea kuendea maji kwenye mto ya kutengeneza udongo. Sasa watu wamerundukana kwako kukusaidia kuboma nyumba bana. Unajua wanakusaidia
wanakuambia hivyo kwa nini? Kwa sababu wanajua kwako utapika ugali kubwa na kuku ama githeri. Najua githeri pia ilikuwa inakusanyisha watu, ilikuwa inakusanyisha watu wengi kwa boma lako. So wakikuja wapate unaboma nyumba, watakusaidia, hawakuitishi malipo. Wao kazi tu ni kukula tu. Bora tu watengenezee chakula, hawana shida, watakusaidia hiyo kazi. Lakini kuna kazi fulani ambayo ukianzisha hizo nyakati, ukianzisha hivi, hautaiona mtu amekuja kukusaidia bana. Na hizo kazi zilikuwa kazi ngumu kiasi. Kazi kama kuvuna maharagwe. Ukiwa unavuna maharagwe, utaona watu wakiwa wanapitia huko mbali bana. Maharagwe ukiwa unavuna, hakuna mtu ambaye atakuja kukusaidia kuvuna maharagwe. Na maharagwe nakwambia yana kazi mingi bana. Maharagwe yana kazi mingi sana ya kufanya bana. So kazi kama hizo ngumu kama hiyo, kazi ya kuvuna maharagwe, hata hakuna mtu atakuja kukusaidia kuvuna maharagwe, kwa sababu maharagwe ukivuna hauwezi kula ukivuna. Hapana. Alafu maharagwe mkivuna uwanga mnayakausha kwanza, alafu sasa mkuja myagonge ndio yaweza kutoka. So watu hawezi subiri hiyo ati wewe uende ukausha maharagwe. Unajua kukausha inaweza chukua kama wiki mzima, ndipo maharagwe yaweza kukauka alafu kuja yagonge. So watu hawana hiyo subira kungoja maharagwe. So maharagwe ukiwa unavuna, wewe utavuna tu kivyako peke yako bana, utangangana tu kivyako. Kwa hivyo hizo ni kazi ambazo mimi nimekumbuka ambazo tulikuwa tunafanya, alafu tunajikuta watu wamekuja kutusaidia kuzifanya. Kwa hivyo pia wewe kwa comment section unaweza tuambia zile kazi ambazo mlikuwa mnafanya na watu wanakuja kuwasaidia bila kuwaitisha malipo bana.